yafuatayo ili uwe mwanamke mwenye mvuto zaidi. Namba 1. The first one. Tengeneza furaha yako wewe mwenyewe. Make your own happiness. Usitegemee furaha kwa mtu, wala usitegemee furaha ya vitu. Vitu vinakuja na kuondoka. Material things come and go. Mtu pia anaweza akaja kwako akakupa furaha, lakini baadaye jitengenezee furaha ili uwe mwanamke mwenye mvuto utakao wavutia watu wengi kuja kwako, utakaovuta baraka kuja kwako. Tengeneza furaha. Make your own happiness. Namba 2. The second way. Ishi kwa hofu ya Mungu. Ukiwa mwanamke mwenye hofu ya Mungu, utavuta vitu vizuri kuja kwako. Utamvutia kila mmoja, kwa sababu mwanamke mwenye hofu ya Mungu ni mwepesi kusamehe. It's very easy to forgive. Na ni mwepesi kushukuru kwa kila jambo. It's very easy to thank for everything. Liwe zuri, it's either a good thing liwe baya, or a bad thing. Huwa ni mwepesi kushukuru. Kama unatamani kuwa mwanamke mwenye mvuto, so if you desire to be an attractive cha kwanza kuwa na hofu ya Mungu ndani yako. You have to be with the fear of God. Cha pili, kuwa mtu wa kusamehe. And you should also be a forgiving person. Wanawake wengi tumechangana na baraka zetu kwa sababu ya vitu tulivyoweka ndani yetu. Unakuta mtu amekuumiza miaka, lakini bado umemshikilia. Unakuta tayari ule mvuto wako wa ndani unaufanya usionekane kwa sababu ya mambo uliyoyashikilia. Hasa kama leo unapita wakati mgumu, kuna wakati Mungu alikubariki pia. Kuna wakati Mungu alifanya. Usiwe tu mtu wa kulaumu, usiwe tu mtu wa kujikatia tamaa. Kuna mahali Mungu alifanya. Shukuru hata kwa kile alichokifanya kidogo. Unaposhukuru kile kidogo, na Mungu ataleta makubwa kwako. Namba 3. Ili uwe mwanamke mwenye mvuto, for you to be an attractive woman, siku zote every day, uwe msikilizaji, usiwe mwongeaji. More listen than speaking. Amen. Na unapoongea mwanamke, and when you speak as a ongea woman, kwa hekima. Speak with wisdom. Jibu kwa hekima. Answer with wisdom. Hiyo itakusababisha uweze kulinda ule mvuto wa ndani. Unapoongea kwa hekima, unapojibu kwa hekima. Namba 4. The fourth way. Ukitaka kuwa mwanamke mwenye mvuto, when you want to be an attractive woman, cha kwanza jiamini. Believe in yourself. Cha pili, jikubali. Accept yourself. Jikubali jinsi ulivyo. Be courageous the way you are. Jikubali jinsi Mungu alivyokuumba. Accept yourself the way Lord. Jiamini jinsi ulivyo. Believe in yourself the way you are. Hallelujah. Amen. Kwa jiamini. Believe in yourself. Acha kujikatia tamaa. Acha kujidharau. Acha kujiwazia mabaya. Don't think bad of yourself. Jiamini tu hivyo ulivyo. The way you are. Ndivyo Mungu alivyokuumba. Wengi wanajikataa. A lot of people, wengi wanajikatia tamaa. Wengi wanajidharau. They see themselves as nothing. Wengine wanasema afadhali tu nife. Kwani ni Mungu alinileta duniani? Haukuja duniani kwa hasara. Wewe jiamini, jikubali. Utakapojikubali, unavuta vitu vizuri kuja kwako. Utakapojikubali, utaulinda ule mvuto wa ndani. Utakapojikubali, utaulinda kile kitu cha thamani ambacho Mungu ameweka ndani yako.